Karibu tena kwenye mazungumzo ya Footprints, ambapo tunachunguza na kutumia kanuni za uongozi za kibibilia katika mahali pa kazi kama waumini ambao nyadhifa zao kazini na biashara zao ni kama nafasi ya huduma. Je, unaona ni vigumu watu kupata kuelewa maoni yako? Je, unataka maneno yako yaguse mioyo na sio akili tu? Mshairi na mtunzi mashuhuri wa nyimbo Deborah atakupa maarifa kuhusu jinsi ya kujenga ujuzi wako wa ushairi na kutumia nguvu ya maneno kwa kugusa watu na ushawishi. Tumkaribishe kwenye mazungumzo ya Footprints. Ninafurahia kufanya hivi. Ningependa kutumia kipindi cha mwisho cha ujuzi kwa masuluhisho kutoa maarifa kuhusu manufaa ya kujenga stadi za kishairi, fasihi na mawasiliano. Ndiyo. Tuliona kwamba, baada ya ushindi huo, ulibatilisha ushuhuda wako katika mojawapo ya nyimbo za kishairi zenye nguvu zaidi katika Waamuzi sura ya 5. Kwa nini ulifanya hivyo? Kwa sababu nilitaka kunasa ushuhuda wetu kwa njia ambayo itavuka vizazi na utamaduni. Nilitaka kuchora simulizi katika picha zinazogusa moyo. Ushairi ni nafsi ya maneno. Inafanya maneno kuwa hai. Ndiyo maana nilitumia mashairi. Ninaamini kwamba Bwana amewajalia wanawake wengi ubunifu na ujuzi wa mawasiliano kwa kutumia njia kama vile mashairi na nyimbo. Kulingana na uzoefu wako, tunaweza kusema kwamba mwanamke ambaye anajua kutumia maneno ana ushawishi mkubwa. Unasema kweli. Kama unavyoona katika Waamuzi 5, nilitumia maneno kuunda taswira ya kuona, ya kusikia na ya mwendo. Kwa mfano, katika mstari wa 4, nilitumia mfano wa Mungu akitembea kama shujaa. Nilitumia isitiara na sifa kama vile milima inatetemeka, dunia inatetemeka, mawingu yamwaga maji. Nilitumia ishara kama vile nyota zinazopigana katika mstari wa 20 ili kuonyesha jinsi Mungu anatumia uumbaji wake kama majeshi yasiyoonekana dhidi ya adui zake. Nilitumia tanakali za sauti kama vile sauti ya mto Kishoni ikiwafagia adui, ngurumo ya magari ya vita, mdundo wa kwato na mporomoko wa maji ya dhoruba. Unaweza kutumia ushairi kufanya maneno yawe hai. Ninaomba Bwana akupe wewe na wasikilizaji wako ujuzi wa kutumia maneno kwa ubunifu. Ameni kubwa kwa hilo. Ninapenda jinsi ulivyotumia mfano wa maji na maziwa kama mkakati na silaha dhidi ya Sisera. Ninapenda jinsi ulivyoelezea kitendo cha kishujaa cha Yaeli katika mfululizo wa vitenzi sambamba: alikaribia, akafikia, akapiga, akaponda, alipasua na kutoboa. Ndiyo, na uzingatie pia jinsi nilivyotumia kejeli na utofautishaji ili kuonyesha jinsi mimi na Yaeli tulivyokuwa wanawake mashujaa wakati wanaume walikuwa katika hofu na woga. Nilitumia kejeli na tofauti kuwasilisha jinsi mtu mwenye nguvu zaidi Sisera, ambaye aliogopwa hata na Barak, jenerali wa jeshi, alishushwa na mwanamke ambaye alipaswa kuwa chombo dhaifu. Matumizi ya ushairi yalifanya niliyoyasema kuwa ya mvuto zaidi na yasiwe ya kuudhi, hasa kwa wanaume. Niliwaambia ni waoga bila kuwaudhi kwa sababu nilitumia mashairi. Hii ni la kushangaza sana. Hadhira, unahitaji kuangalia shairi la dhihaka la viongozi wa kando la mwezi kuhusu kupona kwa walio dhaifu, linalomshirikisha mshairi mashuhuri Mama Deborah. Tunamshukuru sana kwa kushiriki jinsi alivyotumia ujuzi wa kishairi kuchora matukio wazi. 2, kuzungumza kwa moyo na kuchochea hisia. 3, kusherehekea ushindi. Na 4, kuinua wanawake wa kawaida kuwa mashujaa kwa kutumia ushairi. Tunaomba tuwe na ujuzi huo wa ubunifu. Hebu tumpe shukurani zetu mfano wangu huyu wa ajabu. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo.
Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.